Angalia kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, ndugu wadau wa sekta ya nyuki na asali, nataka niungane na viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo kuwa na afya njema na kutuwezesha kukusanyika pamoja siku hii muhimu katika viwanja hivi maarufu vya Chinangali hapa jijini Dodoma, tukiungana na mataifa mbalimbali duniani kuadhimisha siku hii ya nyuki duniani. Wadau wa nyuki, maadhimisho haya yana kauli mbiu muhimu, na kwa mwaka huu kauli mbiu inasema nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi. Kauli mbiu hii inaendana na mipango yetu ya taifa letu na kuhakikisha kuwa tunakuwa na taifa lenye watu imara wenye afya njema, vile vile uchumi imara. Na sote tunatambua takriban 80% ya mimea ya chakula inayozalishwa duniani huchavushwa na nyuki, na hivyo kuendelea kumtunza na tunaendelea kuhamasishwa kuendelea kumtunza nyuki huyu na kumhifadhi ili aendelee kutuhakikishia ndani ya taifa letu kuwa na uhakika wa chakula na uchumi ulio imara. Ndugu wananchi na wadau wote wa sekta ya nyuki, niendelee kuieleza kauli mbiu hii kwamba inakwenda sambamba na historia kuanzishwa kwa siku ya nyuki duniani ambayo ilipitishwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 2017, na hiyo ilikuwa ni kwa pendekezo la Slovenia, nchi ambayo ina historia ndefu ya ufugaji nyuki. Tarehe 20 mwezi Mei ndio siku ilichaguliwa kwa heshima kuzaliwa kwa Anton Jansa mwaka 1734. Huyu ndio alikuwa mtaalamu wa nyuki kutoka Slovenia na mmoja wa waanzilishi wa ufugaji wa nyuki kwa kisasa. Ndugu wadau wa sekta ya nyuki na wananchi wote, kama nilivyoeleza hapo awali, leo hii Tanzania tunaungana mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya nyuki duniani. Siku hii ikiwa ni hatua ya kutambua mchango wa dudu nyuki katika uhai wa mwanadamu na uchumi wa binadamu kwa ujumla. Pamoja na maadhimisho haya, sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kwanza kuhimizana kwamba sekta ya nyuki ni fursa, mbili kuelimishana kwamba sekta ya nyuki ina mazao mengi, lakini pia tunaendelea kuhamasisha umma wa Tanzania kushiriki kamilifu katika kuhifadhi misitu ambako nyuki anapatikana, lakini pia kuhakikisha kuwa shughuli mbalimbali zinafanywa zilizo kwenye sekta hii. Ndugu wadau wa nyuki na Watanzania, nataka niwaambie jambo moja. Tanzania inapoadhimisha siku hii na tunapoendelea kuwatambua wadau wengi katika sekta hii, tuna mdau mkubwa kabisa ambaye alitumia nafasi yake kuwahamasisha Watanzania kuijua sekta hii, faida zake, na kwamba ni fursa kwa Watanzania. Na huyo si mwingine ni Mheshimiwa Zengo Kayaza Peter, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina la mtoto wa mkulima lilienda sambamba na shughuli yake binafsi ya ufugaji nyuki, na alitumia muda mwingi kuhubiri, kuhamasisha, kuelimisha Watanzania kwamba nyuki ni zao lenye fursa nyingi. Na haya maelezo yake ya msingi ya mwanzo ambayo yeye mwenyewe alishiriki katika kuhimiza, kuhamasisha, kuelimisha, lakini pia kutafuta fursa ya masoko. Leo hii tumeshuhudia kwenye maonesho haya kila alichokuwa akisema kuwa ndicho kinachoonekana kwenye sekta ya nyuki na asali. Tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, tunamshukuru kwa hamasa. Leo hii tunatambua kwamba nyuki kumbe ana faida kubwa. Wale ambao walikuwa hawajaamua kuingia kwenye sekta ya nyuki, hii ndio fursa. Wale ambao walikuwa hawajui kama nyuki ni biashara, tumieni siku hii kutambua hilo na kuingia moja kwa moja. Wale ambao walikuwa wanajiuliza
sekta hii ikoje na nianze lini, leo hii fanya maamuzi ya kuingia uone faida yake. Ndugu wa Tanzania, nyuki wana umuhimu mkubwa sana katika ustawi wa maisha ya binadamu. Moja, nilieleza mwanzo kwamba nyuki wanachavusha mimea, lakini pia uzalishaji wa chakula, uhifadhi wa mazingira na maendeleo endelevu ni miongoni mwa mambo muhimu yaliyoko kwenye sekta hii. Na kupitia maadhimisho haya, jamii tunaendelea kuikumbusha juu ya nafasi ya pekee ya nyuki na mnyororo wote wa maisha na umuhimu wa kuwalinda dhidi ya changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo, ikiwemo na wachoma misitu moto. Tunamfukuza nyuki. Uharibifu wa viuatilifu hatarishi, tunamuondoa nyuki. Lakini pia wakati mwingine mabadiliko ya tabia nchi na magonjwa mbalimbali ni sehemu ya kumpiga vita nyuki. Kwa ndugu wa Tanzania, tunahamasishwa kulinda mazingira, kuhakikisha kwamba viuatilifu hatarishi vinazuiliwa, lakini kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tupambane na magonjwa kupitia tafiti zetu. Ndugu wadau, Tanzania inakadiriwa kuwa na eneo la misitu lenye ukubwa wa hekta milioni 48.1, ambalo kwa sehemu kubwa eneo hili limeshaweza kuhifadhiwa maalum na kuwekewa sheria zake. Maeneo haya ndio maeneo makazi ya asili ya mdudu nyuki na ndio kutumika kwa kiasi kikubwa kuzalisha asali na mazao mengine ya nyuki. Na maeneo yote yaliyohifadhiwa na Watanzania kushiriki kamilifu katika uhifadhi wameendelea kunufaika na mdudu huyu nyuki. Kwa sasa Tanzania inazalisha tani 34,000 za asali na tani 1,918 za nta. Kiwango hiki kinaiweka Tanzania katika ramani ya dunia kwa kuwa nchi ya kwanza kwa uzalishaji wa asali kwa nchi za Afrika Mashariki na SADC zote. Tujipigie makofi wenyewe. Lakini pia kwenye bara la Afrika, Tanzania ni nchi ya pili barani Afrika. Tujipigie makofi mengi. Lakini kwenye hesabu duniani, pamoja na watu ambao walitutangulia, sisi tumeshika nambari 14 kati ya nchi zote duniani. Tujipigie makofi. Umuhimu huu wa kujipongeza ni kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi chache zinazopata fursa na kunufaika kiuchumi na mdudu nyuki. Ndugu washiriki wa maadhimisho haya siku ya nyuki duniani, oye! Wageni waalikwa, mabibi na mabwana wa Tanzania wenzangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoa shukrani za dhati kwenu nyote kukutana hapa mchana wa leo mbele ya mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, na nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukusanyika hapa leo hii kwa ajili ya kushiriki tunaita kilele cha maadhimisho ya siku ya nyuki duniani. Mwambie jirani yako, leo ni kilele cha siku ya nyuki duniani. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2017 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa United Nations lilipitisha azimio kuwa tarehe 20 Mei kila mwaka iwe siku ya nyuki duniani na kutaka nchi wanachama kuadhimisha siku hii kwa kuzingatia mazingira yake. Kila nchi inaangalia mila zake, desturi yake, wanaadhimisha. Lengo la kufanya hivyo maadhimisho haya ni kutambua umuhimu wa mchango wa mdudu nyuki katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana sisi leo Tanzania tuko hapa makao makuu Dodoma tukiadhimisha shughuli hii ya siku ya nyuki duniani. Tumeweka mabanda mheshimiwa, tumetoa semina mbalimbali, tumetoa midahalo mbalimbali, tumetoa elimu kwa ajili ya uelewa wa siku ya nyuki duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umuhimu wa mdudu nyuki pia unatambuliwa na wasomi na wanazuoni mbalimbali, akiwemo Bwana Karla Makavi aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula duniani FAO, ambaye alieleza kuwa nyuki wana jukumu muhimu sana
katika kuongeza mazao ya chakula na kuhakikisha usalama wa chakula na lishe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kutambua umuhimu wa mdudu nyuki na kwa kutambua nafasi ya Tanzania katika maendeleo ya ufugaji nyuki duniani, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo hii tunaungana na mataifa yote mengine duniani kuadhimisha siku hii ya nyuki. Siku ya nyuki oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadhimisho ya mwaka huu yana kauli mbiu isemayo nyuki kwa uhai. Mwambie jirani yako, nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi. Asante sana. Na kauli mbiu hii ni kauli mbiu yetu kama nchi, lakini ipo kauli mbiu ya kidunia ya Umoja wa Mataifa na yenyewe inasema kuvutiwa na uhalisi kwa ustawi wa wote. Sisi Tanzania tunaadhimisha maadhimisho haya kimsingi kwa mara ya 6 hapa kwetu Tanzania, na leo tumeamua tuje hapa Dodoma makao makuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupa tena Dodoma kushuhudia maonyesho haya makubwa ya wiki ya utalii, lakini tukushukuru sana kwa ujio wako wa kuja kufunga maonyesho haya ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa siku 3 yamekuwa na manufaa makubwa. Kwa siku 4 yaliyofanyika yamekuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Nichukue nafasi hii kuendelea kuwakaribisha wote ambao mmetoka nje ya mkoa wa Dodoma. Ulipopita pale Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeona watu wakijitambulisha wametoka Singida, wametoka Tabora, wote tunawakaribisha na naamini wamefurahia kukaa mkoa wa Dodoma, makao makuu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya kama ambavyo walisema yameanza tarehe 17, lakini tulihamasisha wananchi wa Dodoma wafike kuja kuendelea kujifunza, kupata elimu, lakini pia wamefanya biashara sana. Hapa tumeona asali zinazotoka Dodoma, lakini wao tukinunua asali wanaondoka na waini ya zabibu na wanaondoka na zabibu. Naamini wote waliokaa hapa wamefaidika na makao makuu. Lakini swala la nyuki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikia faida zake. Sisi mkoa wa Dodoma tumeendelea kuhamasisha wananchi, na ni bahati nzuri kuwa mwaka 2024, yani mwaka jana, maonyesho haya pia na siku hii ilisherehekea katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini tumefaidika na tumeendelea kuhamasisha wananchi kuendelea kufuga nyuki kwa manufaa mapana ambayo yamesemwa na wengi, na wataalamu pia watatuambia kuwa nyuki ni uhai. Yawezekana tungekuwa tumeelewa vizuri manufaa ya nyuki, tungehamasisha kuliko vitu vingi ambavyo tunavihamasisha, kwa sababu bila nyuki kumbe mazao hayawezi kupata matunda yake au mazao yake au hayawezi kuzaa. Kwa hiyo tumeendelea kushukuru kuwa mkoa wa Dodoma umekuwa ni kati ya mikoa ambayo nayo inahamasisha ufugaji wa nyuki na inao wafugaji wa nyuki, lakini pia tunafurahi kuwa tunavyo viwanda vitatu ambavyo vinaendelea na kuchakata asali na kuuza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mzengo Pinda ambaye amekuwa ni mfano, na katika shamba lake Mheshimiwa Waziri Mkuu imekuwa ni shamba darasa. Watu wengi wanakuja toka mikoa mbalimbali na wananchi wa Dodoma, na anawaruhusu kila mtu anayetaka kujifunza akatembelee pale. Na mimi nilikuwa ninauliza anachaji hela ya utalii, anasema hapana, ni bure, hata bila gharama yoyote. Mheshimiwa, tunakushukuru sana, umefanya wana Dodoma wamekuwa ni sehemu ya ufugaji wa nyuki. Jina langu ni Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Ulinzi na Immigration. Niko hapa katika viwanja vya Chinangali hapa jijini Dodoma katika siku ya kilele cha maadhimisho ya siku ya nyuki duniani. Sisi Jeshi la Magereza tukiwa kama wadau wa sekta ya ufugaji nyuki nchini, tulikuwa ni mmoja wa washiriki katika maonyesho haya ambayo yalianzia tarehe 17 Mei 2025 hadi tarehe 20 Mei 2025 ambapo ndio kilele. Nashukuru kwamba tumeshiriki vizuri. Kama mnafahamu, Jeshi la Magereza ni mdau mkubwa wa sekta ya nyuki. Tunayo mashamba mengi hapa nchini ya magereza ambayo tunafuga nyuki, ikiwemo gereza la Kilimo ambalo liko Tabora, tunalo gereza Ushora liko Singida, tunalo gereza Kitai kule Ruvuma,
tunao pia gereza wa Mikuu liko Morogoro, tunao gereza Chato pia tunaanzisha ufugaji, lakini sasa hivi tunaanzisha mashamba mengi kwa na gereza la maji kuhakikisha kwamba tunapanua hii sekta ya ufugaji nyuki hapa nchini. Nashukuru kwamba tumeshiriki vizuri na wadau wengi wenzetu wametembelea matabara yetu, lakini pia na sisi tumepata fursa ya kwenda kutembelea kwenye banda wa wadau wengine kujifunza zaidi kuhusu sekta hii ya ufugaji wa nyuki, na tumepata mengi sana ya kujifunza ambayo kwa ujumla tunafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na tunafikia maelekezo ya nchi ya kuhakikisha kwamba tuna sekta hii ya ufugaji wa nyuki. Katika kilele cha leo, Mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Bunge. Katika kuhitimisha kwake ametoa maelekezo mengi sana kwa wizara mbalimbali na taasisi zingine ambazo zinashiriki katika swala zima la ufugaji wa nyuki, na sisi kama Jeshi la Magereza tumepokea maelekezo hayo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapanua ufugaji wa nyuki, tunalinda misitu yetu ili kusudi kuwapa fursa nyuki kuweza kuendelea kufanya shughuli zao za uchavushaji, lakini pia kutoa mazao yake, lakini vile vile kushirikiana na taasisi zingine hususan zile taasisi za utunzaji wa mazingira, taasisi za usimamizi wa misitu, taasisi za maji na kadhalika, katika hisi ambao wote wanapata mnyororo wa ufugaji nyuki. Tunashauri tunashirikiana nao ili tuweze kufikia sekta ya ufugaji nyuki. Na sisi kama Jeshi la Magereza tumepokea maelekezo hayo na tuko tayari kutekeleza, na kweli tumejiandaa ya kutosha, na tutaendelea kushirikiana na mshirikiano kisha kwamba tunatekeleza maelekezo ambayo mgeni rasmi leo ambaye ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa katika kilele cha maadhimisho haya. Kwa tunawakaribisha pia wadau wengine ambao wako katika sekta mzima ya ufugaji wa nyuki kuja katika Jeshi la Magereza ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kusongesha mbele sekta hii, lakini kuinua uchumi wa nchi yetu, kwa sababu kama ambavyo inajulikana leo ndani yetu kauli mbiu ilikuwa tulinde nyuki, lakini kwa sababu ni kwa ajili ya uchumi, basi na sisi tuko tayari kubadilisha uchumi wa nchi yetu kupitia sekta hii ya ufugaji nyuki. Majina anaitwa Mrakibu wa Magereza Mika Richard Mwakusie, ndiye mkuu wa gereza la mifugo na kilimo Ushora. Mradi wa nyuki gereza Ushora ulianza miaka takribani 3 iliyopita, lakini kwa ufugaji wa kima cha chini. Baadaye tukaja na wazo kwamba kwa kuwa kuna ukulima mkubwa wa alizeti, hivyo tungefanya kitu kinaitwa project integration, yani kuwepo na mradi wa alizeti, lakini vile vile kuwepo na mradi ambao ungeweza kuanzishwa kwa lengo la kunufaika na yale maua ya alizeti. Ndivyo tukaja na mradi. Kwa mwaka jana mwezi wa 10 tukaanza na hizo hatua. Mpaka sasa tuna jumla ya mizinga 100 kwa phase 1, lakini mizinga yenye nyuki katika hiyo 100 ni mizinga 69 na kufanya mizinga 31 ambayo haina nyuki. Manzuki hii imeandaliwa na sisi wenyewe kwa maana gereza ambao ni complain wafungwa wanapokuwepo gerezani. Mradi huu utawasaidia kujifunza kwa maana ya dhana ya ulekevu. Kwa hiyo mara baada ya kumaliza vifungo vyao, watakapokuwa nje wanaweza kuendeleza mradi huu kama sehemu ya kujipatia kipato, na wafungwa wengi wamekuwa wakifundishwa kupitia mradi huu. Lengo la pili, tunafundisha watu ambao ni majirani zetu ambao wanafuga kienyeji. Mara baada ya kuanzisha mradi huu, wengi wamekuwa wakifika kuuliza namna ya ufugaji. Kipindi cha ukame, nyuki wanajipatia chakula chao kwa kupitia chakula ambacho tunatengeneza. Tunaye mtaalamu hapa wa nyuki ambaye anaandaa chakula, na hicho chakula kinakuwa posted kwenye maeneo ya manzuki hii. Viko viriba au vizimba ambavyo tunaweka chakula hicho ambacho ni unga, maji na vitu vingine ambavyo mtaalamu baadaye atakuja kuelezea. Faida ziko nyingi. Faida ya kwanza ni kupata asali. Faida ya pili nta. Faida ya tatu sumu ya nyuki. Faida ya 4 maziwa ya nyuki. Awali ambapo tulikuwa na mradi kidogo tulikuwa tunaenda mpaka 15,000, lakini kwa sababu tumeextend mradi, mategemeo yetu kwa tutaenda zaidi kwa sababu haya inavunwa seasonal. Kwa majina naitwa Sergeant Shabani wa Jeshi la Magereza. Nipo hapa gereza Ushora
Mimi ni mtaalamu wa masuala ya ufugaji wa nyuki. Takriban mpaka saizi na jumla ya mizinga 100 na mizinga yenye nyuki ni mizinga 69 isiokuwa na nyuki mizinga 31 na idadi yao kufikia mizinga 100. Dhima ya jeshi ni kufikisha mizinga 500. Mpaka sasa hivi tunapoongea tunatarajia kupokea mbao kutoka gereza Mgagao mkoa wa Iringa, mbao 300 kwa ajili ya matengenezo ya mizinga 100 tena mingine, ili tuweze kufikisha mizinga 200, na baada ya hapo tunaendelea tena na jitihada. Jeshi linaendelea taratibu kupata fedha na material mbalimbali, lengo ni kufikisha mizinga 300. Mizinga tunayotengeneza saizi ni mizinga ya kati. Maana yake nini? Top bar hives. Ufugaji wa nyuki una faida kubwa nyingi sana. Cha kwanza kabisa, unanufaisha jeshi na taifa kwa ujumla kupata kipato. Cha pili, tuna wafungwa, ambapo wafungwa hapo gerezani kwa lengo la urekebu. Tunawarekebisha wafungwa kutumia mradi wa nyuki za ushora kwa kuwapa elimu namna ya kufuga nyuki, faida zake kwa ujumla. Vile vile jamii inayotuzunguka awali walikuwa wanafuga nyuki kienyeji wakitumia mizinga ya magome. Mizinga ya magome wanaipataje? Mizinga ya magome walikuwa wanakata mti, wanatoa lile gamba lake, ndipo wanatengeneza mzinga. Walikuwa wanafanya uharibifu wa miti. Ule mti ukishatolewa gamba lake, moja kwa moja unaenda kufa. Mpaka sasa hizi tumeshatoa elimu kwa wanakijiji, extension education, juu ya ufugaji wa nyuki kutumia mizinga ya kisasa. Vile vile wananufaika na huu mradi wa kupata hiyo elimu. Kingine, hao wafungwa tunaowarekebisha wanapata elimu juu ya ufugaji wa nyuki, namna gani ya kutengeneza kwanza manzuki, maeneo au eneo ambayo utafugia nyuki. Unajua kabisa eneo hili hapa ulichagua ndio na sifa gani. Eneo la manzuki kwanza kabisa unatakiwa liwe ni eneo ambalo haliingiliani na shughuli zingine za kibinadamu, kama vile ukataji wa miti, uchomaji mkaa, ufugaji mifugo. Kwani unapokuwa unafanya shughuli za ufugaji wa nyuki ukaingiliana na shughuli zingine, unafanya nyuki waweze kuhamahama. Vile vile eneo hili ambalo tunafuga nyuki hapa, tunatunza mazingira. Ukifuga nyuki unatunza mazingira. Hapa eneo tunapanda miti mbalimbali ya matunda, ikiwepo mparachichi, miembe, michungwa na mzambarau. Hii miti itakuwa vizuri, na hii miti baadaye itaanza kutoa maua, na baadhi yake itaanza kutoa maua, ambayo ile maua ni chakula cha nyuki. Vile vile ndani ya ile eneo tuna bwawa la maji karibu hapa, ambapo nyuki wanajipatia maji karibu. Katika ufugaji wa nyuki kuna mazao ya nyuki mbalimbali. Zao kubwa la nyuki ambalo tunalivuna ni asali. Baada ya asali kuvuna, tunatengeneza nta kutokana na yale masega ya asali baada ya kukamua asali. Swala lingine ambalo tunapata kwa mazao ya nyuki, tunapata sumu ya nyuki. Kwa sumu ya nyuki tunapata zao lingine linaitwa maziwa ya nyuki. Baada ya maziwa ya nyuki tunapata zao lingine linaloitwa chavua, bee pollen. Ndani ya mazao hayo jeshi linaweza kujipatia kipato kwa ujumla baada ya kuvuna hayo mazao na kuuza. Changamoto zilizopo za ukame. Changamoto zilizopo za ukame ni ukosefu wa chakula. Chakula kishakosekana, tunatengeneza chakula, ambapo tunatengeneza chakula kinaitwa sugar syrup. Sugar syrup unachukua sukari unachanganya na maji ya vuguvugu, ndipo inakuwa na chakula. Sasa tunawekea maji tunaweka
kisha kwa kiangazi tunawekea maji eneo ambapo ni karibu waweze kupata karibu. Cha tatu tunatumia unga wa dona, kuchanganya mazao ya mahindi, mtama, ndio mazao makubwa tunatumia kulisha nyuki.